Kuelekea mchezo wa Young Africa dhidi ya Coastal Union kutoka mkoani Tanga. Kabla tujaendelea hapo mbele, mdau nikukumbushe tu kusubscribe, kushare na kulike video hizi ili kuzidi kujipatia video nyingi ambazo zinakujia za kimichezo na burudani, ambao utapigwa katika uwanja wa KMC Complex majira ni saa 12:15 kwa saa za Afrika Mashariki. Yanga watamwalika Coastal Union ikiwa ni mechi ya mzunguko wa pili, na ikumbukwe mzunguko wa kwanza timu hizi zilikutana katika uwanja wa Jamhuri pale mjini Dodoma, na hii ni kufuatia uwanja Coastal Union kule Tanga kuwa kwenye marekebisho. Mpira ulikuwa mgumu, ndio hiyo Yanga ya kina Andy Buyeli waliokuwepo pale, ambapo kwa kipindi hiki awapo kina Dombia na wachezaji wengi akiwemo kina Celestine kuwa walikuwa katika kikosi hicho. Yanga walipata matokeo katika dakika za mwisho kabisa kwa papatu cross ikitoka kwa Duke Abuya na kufika kwenye utosi wa Dube Prince bana, na akatupia dakika za 80 kabisa. Wakati huo Coastal Union walikuwa wamekaza kweli, lakini dakika za mwisho wakaruhusu bao ambao ndio lilikuwa bao la ushindi na pekee kabisa kwa Young Africa. Cross ikitoka kwa Duke Abuya na mwana wa mfalme Silent Killer akipachika kimiani kwa njia ya kichwa. Leo wanaenda kukutana, na kabla ya leo bana, tukumbushe hapo nini kilichotokea pale jana. Jana Coastal Union alipofika katika uwanja wa KMC kwa ajili ya kufanya mazoezi yao ya mwisho kama ilivyo sheria, KMC walikutana na vikwazo kadhaa pale uwanjani, ikiwepo ni pamoja na muda ambao wao walifika kwa ajili ya kufanya mazoezi walikuta Yanga Princess wakifanya harakati zao pale. Young Princess walikuwa na mchezo wa kirafiki, sijajua na timu gani ile pale, ambavyo ni kipindi ambacho Coastal Union ilitakiwa wafanye mazoezi, na hiki kitu Yanga walikuwa wanajua kabisa kwamba Coastal Union wanataka wafanye mazoezi, lakini cha ajabu Yanga waliandaa kitu kingine ambacho ilikuwa Yanga Princess walishuka dimbani pale kwenye mchezo wa kirafiki. Swali linakuja, ni Yanga hawakufahamu kama Coastal Union watapaswa kufanya mazoezi pale? Hebu imagine wachezaji wanatoka hotelini wanafika kwenye gari pale uwanjani, wanakaa zaidi ya dakika 30 wapo kwenye gari, kitu ambacho mawasiliano ingekuepo ingepelekea timu ile labda ingetoka kwamba mchezo huu wa kirafiki utaisha muda fulani, wao ingetoka muda huo ili kuepuka fatiki ambazo wachezaji wanaweza wakakutana nayo. Hii hapa ni sauti ya msemaji wa Coastal Union akiwa analalamikia ili swala. Siku moja kabla ya mchezo, hii inafahamika nchi nzima, ipo kawaida. Lakini leo tumekuja uwanjani, cha ajabu tumekuta kuna mechi ya kirafiki Yanga Princess, sio na timu gani, lakini wanacheza mechi ya kirafiki hapa. Tumesubiri almost dakika 30 kuingia uwanjani kufanya mazoezi. Baada ya mvutano wa simu nyingi kupigwa huku na huku, ndio timu imeruhusiwa imeingia uwanjani imefanya mazoezi. Kwa hiyo sio jambo ambalo linapendeza kwa namna moja au nyingine, limetukwaza pia. Kwa sababu ukiweka timu kwenye basi kwa nusu saa almost na kumbuka tumewahi kufika hapa saa 12 kasoro. Kwa hiyo ukipiga muda tuliofika mpaka kuchukua nusu saa tangu muda wa sisi kuanza mazoezi kwa saa 12:15, almost ni saa nzima unatengenezea timu fatiki ambayo haina msingi wote. Kama ni wote tungepewa taarifa tukakaa hotelini tukasubiri mpaka saa 1 ili kufanya mazoezi, lakini tunafahamu na utaratibu ulivyo. Siku moja kabla ya mechi, muda husika wa mechi ni saa 1, mgeni ana haki ya mazoezi. Lakini leo cha ajabu tumekuta hapa Yanga Princess wanacheza mechi ya kirafiki, haijatupendeza, imetukwaza sana. Tumefanya mawasiliano na mamlaka husika na taarifa zimefika, na naamini watalifanyia kazi ile ambayo limetokea hapo kwenye uwanja wa KMC Complex. Ila muhimu ni mchezo wa kesho, na hili kwetu halituharibii taswira yoyote wala halitutoe mchezoni kwa namna yoyote. Ima lingeendelea au limeisha kama hivyo ambavyo limeisha, timu imefanya mazoezi japo kwa kuchelewa. Kesho tutaingia uwanjani kutafuta alama 3 na jasho tutabidi. Ulizungumza ukasema kwamba kama kila kitu kikienda sawa na kwenda kushinda mchezo dhidi ya Yanga, ili la kwenda kutia doa. Ile nini tutegemee katika mchezo wa leo? Coastal Union dhidi ya Yanga haijawahi kuwa mechi nyepesi. Waga ni mechi dume kweli. Yanga waga hata kama wakishinda wanashinda kwa kupumlia mipira. Coastal Union waga si wanyonge kwa Young Africa. Je, Young Africa watakubali kupokonywa pointi wakiwa nyumbani katika uwanja wao wa KMC Complex?
au wataendeleza ubabe. Na ikumbukwe mpaka sasa Yanga ndio timu pekee katika timu ambazo zinashiriki ligi kuu ambayo haijafungwa, yani imetoa tu draw michezo kadhaa. Ilikuwa na Azam, lakini Azam ilipoteza hapo jana kutoka kwa watu wa TRA. Azam alichezea kichapo cha bao 4-1. Ikumbukwe na Faisal alikosa mkwaju wa penalty. Jina langu ni Joseph January Kaf. Chao.